Mtazamaji na mfuatiliaji wa Zaki Digital, endelea kusubscribe na kulike bila kusahau kushare kila aina ya tukio la kimataifa. Jicho la kipekee la Zaki Digital liko pale nchini Uganda kuna kuelekea uchaguzi mkuu wa nchi hiyo. Kwa mvuto wa kipekee, uthubutu na uwezo wa kujiweka karibu na wananchi wa kawaida, nyota wa muziki Bobi Wine ametingisha siasa za Uganda. Tangu abadilishe mwelekeo wa taaluma yake kuelekea siasa takriban muongo mmoja uliopita, kijana mwenye umri wa miaka 43 amekuwa mwiba mkubwa kwa Rais Yoweri Museveni mwenye umri wa miaka 81 ambaye amekuwa madarakani kwa zaidi ya miaka 40. Bobi Wine amevutia na kuchochea maelfu ya vijana wa Uganda, kundi linalounda sehemu kubwa ya idadi ya watu wa nchi hiyo. Akiwa amekulia katika mitaa duni ya mji mkuu wa Kampala, alijiita rais wa ghetto. Anafanya kampeni zake akilenga masuala kama ukosefu wa ajira kwa vijana na haki za binadamu. Tarehe 15 Januari, Bobi Wine ambaye jina lake halisi ni Robert Kyagulanyi atakabiliana na Rais Museveni katika uchaguzi wa rais kwa mara ya pili. Hata hivyo, nafasi yake ya ushindi inaonekana kuwa ndogo sana. Tangu aingie kwenye siasa, mwanamapinduzi huyu anayejitambulisha mwenyewe amewahi kufungwa na kukabiliwa na mashtaka kadhaa ya jinai. Mateso yake yamevuta hisia za dunia nzima. Mwaka 2018 mwanamuziki maarufu akiwemo Chris Martin pamoja na Damon Albarn walisaini ombi la kumtaka achiliwe kutoka kizuizini. Bobi Wine alikamatwa kwa tuhuma za kumiliki silaha kinyume cha sheria, lakini kesi hiyo ilionekana na wengi kuwa msukumo wa kisiasa. Baadaye pia alikamatwa kwa tuhuma za uhaini, lakini hatimaye kesi zote hizo zilifutwa. Kulizuka hasira zaidi mwaka 2021 pale polisi walipomfiatulia risasi Bobi Wine alipokuwa akifanya kampeni. Katika kampeni zake alijinasibu kwamba yeye ndiye mgombea aliye karibu zaidi na wananchi. Ndiyo maana miongoni mwa wagombea 8 yeye ndiye anayefuatiliwa zaidi na anayenyanyaswa zaidi na anayehofiwa zaidi. Mamlaka zimekuwa zikikanusha mara kwa mara kuwa kukamatwa kwa Bobi Wine pamoja na wafuasi ama wanachama wa chama chake cha National Unity Platform kunahusiana na siasa. Zinasema kuwa vizuizi vyovyote vilifanyika ili kudumisha sheria na utulivu. Rais pia anamtuhumu Bobi Wine kwa kuandaa mikutano yenye vurugu katika maeneo yenye makazi ya watu wengi, akihatarisha usalama wa wafuasi wake na wananchi kwa ujumla, tuhuma ambazo amekuwa akizikanusha kiongozi huyo wa upinzani mara kwa mara. Museveni alipoingia madarakani mwaka 1986, Bobi Wine alikuwa karibu kutimiza miaka 4 tu. Museveni na jeshi lake la waasi National Resistance Army walikuwa wametoa madaraka kupitia mapambano ya silaha. Babu yake Bobi Wine, Joseph Walakira, alikuwa sehemu ya kundi jingine la waasi, lakini mara kwa mara wakati wa mgogoro huo alimkaribisha Museveni nyumbani kwake. Bobi Wine alitumia sehemu kubwa ya utoto wake mjini Kampala. Mama yake Margaret, muuguzi, alikuwa ndiyo tegemeo lake kuu la familia na alimlea katika eneo alilonunua katika mtaa duni wa Kamwokya. Akiwa kijana, Bobi Wine alianza kupenda sanaa. Alisoma katika chuo kikuu maarufu cha Makerere nchini Uganda, ambako alipata stashahada ya muziki, dance na maigizo mwaka 2003. Alikutana na mkewe, mama wa watoto wake 4, Barbara Itungo, akiwa mwanafunzi, na wote walishiriki katika igizo moja. Baada ya chuo kikuu, Bobi Wine alianza rasmi kazi ya muziki, akiuita mtindo wake edutainment, yaani burudani yenye elimu. Moja ya nyimbo zake za awali kabisa ni Kandingo. Ilikuwa ni kuhusu usafi binafsi. Muziki wake uliochanganyika na reggae, afrobeats na hata midundo ya asili ya Uganda ulipata umaarufu mkubwa na ulimjenga kama mtetezi wa mabadiliko ya kijamii na hata kisiasa. Licha ya umaarufu wake kuendelea kukua, Bobi Wine alichagua kuendelea kurekodi muziki katika studio aliyoijenga mwenyewe katika mtaa wa Kamwokya. Pia alifanya kazi kama mwigizaji. Mwaka 2016 mwanamuziki
Mwaka 2016 wanamuziki wengi maarufu nchini humo walimuunga mkono Rais Museveni katika uchaguzi wa kurejea madarakani. Bobi Wine hata hivyo alikataa hilo. Alitoa wimbo uitwao Stuka ambapo alitafakari akisema wakati mambo yanapokuwa magumu, walio imara lazima wasimame imara, hasa pale viongozi wanapogeuka kuwa wapotoshaji na walezi wanapogeuka kuwa watesaji. Mwaka uliofuata Bobi Wine aliingia rasmi kwenye siasa. Aliwania ubunge katika uchaguzi mdogo wa jimbo la Kyadondo Mashariki kama mgombea huru. Hapa alikuwa akiwakabili wanasiasa kutoka chama cha NRM na FDC ambacho wakati huo kilikuwa chama kikuu cha pili kwa ukubwa nchini Uganda. Alishinda kwa kishindo kikubwa, akipata kura zaidi ya mara 5 ya mpinzani wake wa NRM. Katika kipindi hicho Bobi Wine alianzisha harakati za People's Power. Zilikuwa kubwa zaidi kwenye kundi hilo ambalo lilikuwa likipigania demokrasia bora na hali nzuri ya kijamii. Wanachama wake walianza kuvaa kofia nyekundu ambazo hadi hii leo zimebaki kuwa alama ya utambulisho wa kiongozi huyo wa upinzani. Baada ya kuzuiwa mara kadhaa kusajili People's Power kama chama cha kisiasa, Bobi Wine alijiunga na chama kidogo kilichokuwa tayari kimesajiliwa cha NURP, na baadaye chama hicho kilibadilisha jina na kuitwa National Unity Platform, yaani NUP, na Bobi Wine alichaguliwa kuwa kiongozi wa chama hicho. Ilipofika mwaka 2021 alikuwa tayari kumpinga Museveni katika uchaguzi wa urais. Katika kipindi cha kuelekea uchaguzi huo, watu kadhaa waliuawa, wengi wao wakiaminika kupigwa risasi na vikosi vya usalama. Hatimaye Bobi Wine alishindwa katika uchaguzi huo, akipata 35% ya kura dhidi ya 59% za Museveni. Miaka miwili baadaye, simulizi ya maisha ya kiongozi huyo wa NUP iliandikwa katika filamu ya National Geographic iliyopewa jina la Bobi Wine, The People's President. Filamu hiyo ilisambazwa duniani kote na hata kupata tuzo ya Oscar. Licha ya umaarufu wake wa kimataifa na mafanikio katika filamu, msimamo wa kisiasa wa Bobi Wine haujabadilika sana tangu alipovuma takribani muongo mmoja uliopita. Katika kipindi cha kuelekea kupiga kura, Bobi Wine amekuwa akifanya kampeni kote nchini humo, mara nyingi akiwa amevalia koti la kujikinga la risasi pamoja na kofia ngumu. Pia kuna baadhi ya video na picha zinaonyesha wafuasi wake wakiandamana na msafara wake, wakikabiliana na gesi ya kutoa machozi na mipigo ya maji iliyotumiwa na vikosi vya usalama. Katika kituo kimoja kaskazini mwa Uganda, wanaume waliovalia sare waliwachapa wafuasi wa Bobi Wine fimbo walipokuwa wakitengeneza ngao ya kibinadamu kumlinda kiongozi huyo wa upinzani. Licha ya hatari ya vurugu, wafuasi wake wanaendelea kuwa imara na wenye kujitolea, wakijaza mikutano ya kampeni bila kuyumbishwa. Naye Bobi Wine anasema hakati tamaa.